taifa linawategemea. Maendeleo haya ya wilaya Ikungi hayawezi kupatikana bila mwanamke kusimama imara. Lazima wanawake tusimame imara kuzipigania ndoto zetu. Tusimame imara kujenga jamii yenye haki. Jamii yenye haki huanzia nyumbani. Usawa unaanza kwa watoto katika kuwapa fursa ya malezi, makuzi na elimu. Ukishaanza kuwabagua watoto toka nyumbani, watoto hao kwenye jamii wakifika wanaendelea kuwa na tabia ya ubaguzi. Kwa pale nyumbani mtoto bora ni wa kiume, mtoto wa kike hana nafasi. Tuache sisi wenyewe wazazi tuwalee watoto wetu kwa usawa. Tunapowakuza tuwalee kwa usawa na wote wawajibike kulingana na makundi rika. Utashangaa jikoni mama anapika, anayetenga chakula ni dada, akimaliza hapo dada wakati wamekula, dada anaenda kutoa vyombo, anaosha, mtoto wa kiume anatingisha miguu. Mnatengeneza wababa tegemezi. Lakini mtoto wa kiume aliyelelewa vyema kutoka kwa mama yake, anapokuwa baba anaendelea na tabia ile ile. Matokeo yake kuchanganya nguvu ya baba na mama, nyumba inakuwa na amani na mnatoa darasa. Maana darasa sio lazima mwalimu asimame hapa. Hata kwa kuona tu mtu anajifunza. Kwa hiyo ukimwelimisha mtoto wa kike anaweza kufanya kazi yoyote ya hali duniani. Tunapozungumzia dira ya 2050 tunazungumzia maendeleo na fursa sawa kwa wasichana, wavulana, wanawake na wanaume. Serikali yetu imeweka mipango na mikakati katika kuhakikisha kwamba jamii yote inashiriki pamoja kuelekea uchumi wa viwanda, uchumi wa usawa, uchumi wa kati. Lakini niwapongeze halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Mmejipanga vyema katika kutoa elimu kwa makundi yote na tunajionea kwa macho. Wasichana wetu wako mashuleni, wako vyuoni, lakini elimu mbalimbali zimetolewa kupitia mikusanyiko kama hii. Lakini niwapongeze pia kwa kuendelea kuwawezesha wanawake hawa kiuchumi kwa kuwapa mitaji ya kuhangaika na shughuli za uzalishaji. Zaidi ya milioni 659.5 katika kipindi hiki zimetoka. Tuwekeze katika kusomesha watoto, tuwekeze katika sisi wenyewe kuendelea kujisomesha na kujifunza mambo mbalimbali. Dunia inabadilika siku hadi siku. Usiseme mimi darasa langu la 7, form 4, form 6, degree inatosha. Hapana. Na sasa hivi namna ya kujifunza iko ni rahisi kweli. Yaani unaweza usiende darasani, ukakaa na simu yako tu nyumbani, ukajifunza mambo mengi ya kidunia. Sasa hivi sio kwamba tumeambiwa usawa, mwanamke leo anaajiriwa, mwanamke anafanya biashara, tukasahau jukumu la msingi la malezi ya watoto na baba zao. Tutalia. Hakikisha maandazi yako unauza, hakikisha kazini ya halmashauri unaenda, hakikisha darasani unafundisha, lakini ulezi wa familia ni namba moja. Kizazi chetu cha sasa kina changamoto. Sio kile ambacho tulelewa sisi tukafundishwa. Na sababu kubwa, walezi na wazazi mmetoka kwenye misingi ya malezi. Katika majukwaa haya tukumbushane, lakini na sisi tuwe mfano wa utekelezaji wa majukumu yetu ambayo jamii yetu inayaelewa tangia ulimwengu umeundwa ni majukumu ya kike. Tusije tukaleta vioja nyumbani. Makongamano haya yanalenga kutoa jukwaa la kujadili hali ya wanawake, kuangazia mafanikio yaliyofikiwa na kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto zilizopo. Kwa mwaka huu tunazo mada 6. Lengo lingine mahususi ni kuendelea kuhamasisha wanawake na uwekezaji kiuchumi. Tuheshimu, tudhamini utu wa mtu, regardless ya cheo, regardless ya hela, regardless ni mrembo, regardless ya amevaa vizuri. Thamini utu wa mtu. Wajibu ni kufanya kazi. Uvivu ni ukosefu wa maadili. Ni lazima tufanye kazi. Mchapa kazi unaonyesha. Hiyo ni dalili ya kwamba wewe una maadili. Jamii yetu hatufanani kiuchumi, hatufanani kwa kila kitu. Huruma, tuonyeshe huruma, tuonyeshe kuwajali wenzetu. Tulipotoka kila mtoto kwa wote, haida ya mavazi. Nataka kusema mavazi, akina mama tujiangalie sana. Sisi ndio tuna changamoto
kubwa ya mavazi. Unafikiri ukivaa nguo ambayo inakuonyesha makalio yako yalivyo, ndivyo unaleta mvuto. Unamvuta nani? Yaani hiyo maana yake ni kukosa maadili. Mwanamke ni wa kujistiri, kwa hiyo mavazi yanabeba sura kubwa sana ya maadili. Unavaa nguo inaonyesha matiti yote, inaonyesha hapa, unaonyesha nani matiti ambaye hana matiti. Lugha zetu watoto wanasikia, wanajifunza kwa kusikia. Haki ni kitu muhimu sana katika utawala wa sheria na demokrasia nchini Tanzania. Serikali imeweka mifumo mbalimbali inayosimamia na inayotambua suala la upatikanaji wa haki. Hivyo upatikanaji wa haki ni jukumu kuu ambalo serikali imejipa kwa ajili ya kusaidia wananchi. Kwenye ishu ya kulea, kwenye ishu ya shule, kila kitu watoto wanakuangalia wewe. Kwa sasa wewe ambaye watoto wanakuangalia na wewe ukiinama usitoke nje kudai haki yako, bado utakuwa unawakosesha hao watoto. Sasa mwanao wanahitaji kusoma, wanahitaji kuendelea mbele kwenye maisha yao. Kwa hiyo kuombe kama mwanamke, Mama Samia ameona hili, ameona kwamba wanawake wengi tunanyanyaswa na kukosa haki zetu, ndio maana ameanzisha haya mambo yote kwa ajili ya kukusaidia wewe upate haki yako. Na ingine mafanikio ya hizi kamati pamoja na Mama Samia iliweka kampeni imepunguza mvurugano wa kesi mahakamani. Kama nilivyosema awali, kesi nyingi tunazisuluhisha saa hizi nje ya mahakama. Zile zinazoenda mahakamani ni zile ambazo tumeshindwana kabisa. Kabla na wakati wa ukoloni, mfumo dume uliwazuia wanawake kumiliki ardhi na kushiriki maamuzi, huku elimu na ajira rasmi zikibaki kwa wanaume pekee. Hali hii ilidumisha ukosefu na usawa wa kijinsia. Kwa hiyo tuna mabadiliko, lakini mabadiliko haya bado hayajafika. Na kila mwanamke afike mahali aamini hajafika kule anakofanya nini? Anakokwenda. Usifike mahali mwanamke ukaridhika na kile ambacho unafanya nini? Umefikia. Endelea kuchapa kazi, endelea kuongeza bidii, ongeza maarifa ili uendelee tukuone ukiwa mbele zaidi ya hapo tunapokuona sasa hivi. Pengo la kijinsia katika elimu limepungua tu, halijafanya nini? Na wanawake wanamiliki sehemu kubwa ya biashara ndogo ndogo na za kati, ingawa changamoto za mikopo na teknolojia bado zipo. Kwa hiyo zile changamoto tunategemea kuzimaliza. Sisi bado tunahesabiwa kwamba tunafanya biashara za kati, tutahakikisha sisi ndio tunakuwa wafanya biashara wa wanawake wengi hasa wa kipato cha chini kukosa uwezo wa kulipia huduma binafsi. Kwa hiyo kuwepo kwa bima ya afya kwa wote itapunguza pengo hili na kuwapa fursa sawa ya matibabu yaliyo bora. Kama tunavyofahamu, mama akiwa na afya, familia ina afya. Afya bora huwapa wanawake nguvu ya kushiriki katika maamuzi ya kijamii, kisiasa na kiuchumi bila vikwazo vya maradhi au mzigo wa gharama za matibabu. Leo tutaungana na kuadhimisha siku muhimu sana inayotukumbusha thamani, nguvu na mchango mkubwa wa mwanamke katika familia na taifa kwa ujumla. Siku hii si sherehe tu, bali ni tafakari haki, usawa na ustawi wa wanawake katika nyanja zote, hususan upande wa afya. Afya ni msingi wa maendeleo. Mwanamke akiwa na afya njema, familia inasimama imara, watoto wanalelewa vizuri na jamii inasonga mbele. Ndio maana bima ya afya kwa wote ni jambo la msingi sana katika safari ya kumwinua mwanamke. Familia inahakikisha inajiunga na bima ya afya ili wanawake wajitokeze kwa wingi kujisajili na kutumia huduma za afya mapema. Tukimlinda mwanamke kiafya, tunalinda kizazi cha leo na kesho. Siku ya wanawake duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Machi, lakini chimbuko lake lilianza karne ya 20 wakati wanawake katika nchi za Ulaya na Amerika Kaskazini walipoanza kupata
haki zao za msingi. Lakini mnamo mwaka 1998 wanawake wafanyakazi wa viwandani nchini Marekani waliandamana wakidai mazingira bora ya kazi na haki sawa. Mwaka 1910 katika mkutano wa wanawake uliofanyika huko Denmark, wazo la kuwa na siku maalum ya kimataifa ya wanawake lilipendekezwa. Lakini baadaye mwaka 1975 Umoja wa Mataifa ilianza rasmi kuadhimisha siku ya wanawake duniani na kutambua kama siku ya kimataifa ya kuhamasisha haki, usawa na maendeleo ya wanawake duniani kote. Thank you.